tujifunze washa na vitu gani, alafu twende wapi? Twende field tukafanye kazi na kazi ambazo zinaonekana, kitu ambacho ni tangible. Ukienda pale Bugwema unakuta ile shamba langu lote ni shamba la umwagiliaji na linafanya kazi mwaka mzima, tunabadilisha aina ya mazao tu, si ndio? Tunapoongelea zaidi kuhusiana na Agriculture Master Plan 2050, hii tunalenga zaidi kuhakikisha kuwa wakulima, wafugaji na wavuvi wanapata tija kubwa zaidi kupitia kilimo chenye ufanisi endelevu na biashara. Nia yetu kubwa ni kubadilisha maisha ya mkulima wa chini ili aweze kufika kuwa mkulima wa kati na mkulima wa juu, ili aweze kuchangia pato la kilimo zaidi wanavyochangia sasa hivi, lakini muhimu zaidi aweze kuchangia katika kubadilisha maisha ya familia yake. Tunaamini kabisa mafunzo haya yatakwenda kutusaidia kufanya mabadiliko makubwa, lakini tutakwenda kuadapt ile mipango iliyowekwa kwa upande wa kilimo ili kuweza kufanya mageuzi haya pia kwenye upande wa ufugaji viumbe maji, lakini pia kwa upande wa uvuvi. Kama tunavyojua kwa kanda ya Ziwa uvuvi unachangia asilimia kubwa ya mapato ya kanda hizi. Tumesema kwenye mpango kabambe wa mageuzi ya kilimo, hii Agriculture Master Plan, tuwe na dola bilioni 100. Kwa hiyo Master Plan itakuwa na mchango wa 10% kufikia uchumi wakati wa juu. Kwa hiyo tunategemea kadri kilimo ambao kitakuwa transformed, tunategemea ujazo wa pesa kwenye uchumi, kwa maana GDP utakuwa unapungua. Sasa hizi kilimo kinachangia 26% kwenye uchumi wa nchi. Tunategemea kama kilimo kitaendelea vizuri sana, kitachangia GDP ndogo sana, kwa sababu GDP nyingi itakuwa inahama kutoka kwenye kilimo inaenda kwenye value addition, kwa maana uchakataji inaingia kwenye viwanda. Kwa hiyo kilimo kikiendelea sana ndio viwanda vitaendelea.